kwa sababu mimi nahusika pia na masuala ya utawala bora. Na utawala bora ni dhana pana, hata kwa majukumu yake ni pana. Kwa hiyo ukizungumzia hata kwenye siasa unakuwa sijatoka sana, lakini angeweza kuwepo msemaji mkubwa wa jambo hili. Lakini kwa kusaidia na kutumia platform hii, naweza kusema tu kwamba utawala wa sheria ni utawala unaozingatia, utawala bora ni utawala unaozingatia sheria. Na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alikuja akaleta falsafa ili tuiishi wa Tanzania ya 4R: maridhiano, maelewano, kuvumiliana na kuendelea mbele. Tusahau yaliyopita, tuendelee mbele. Hali hii imepelekea mambo makubwa sana yamefanyika katika nchi. Tumeweza kufanya marekebisho ya sheria za uchaguzi na sheria ya vyama vya siasa. Mabadiliko makubwa sana. Tumeweza tubadilisha sheria na kuunda tume sio tu huru, lakini inayojitegemea, independent. Tumeunda. Na mawazo yalitolewa na vyama vyote vya siasa, na mimi nilishiriki mchakato. Na ni kutokana na mawazo yale yaliyotolewa na ile kamati ya vyama vyote vya siasa ndio ikapelekea kutengenezwa kwa sheria. Na sheria zetu tulipitisha pale bungeni na tukakubaliana na tukanyamaza kimya na tukasema tunaenda kwenye uchaguzi. Kama kutakuwa kuna mapungufu, nadhani mapungufu yangekuja baada ya kumaliza uchaguzi huu. Kwamba pamoja na marekebisho haya, mbona sasa hatuoni kitu ambacho kimebadilika? Lakini hatujaenda kwenye uchaguzi, ndio tunaanza. Lakini wako wengine wanasema wenyewe hawashiriki uchaguzi. Sio kazi yangu kuwataka washiriki uchaguzi, kwa sababu ni haki ya kikatiba. Lakini msingi na jambo la maana hapa ni je, mawazo hayo yao yanatekelezeka kwa kipindi hiki? Na kama yanatekelezeka, je, yana gharama gani in terms ya muda, in terms of time, lakini yana gharama gani in terms of kuwashirikisha wananchi ili kuwapatia haki ya kuwashirikisha? Kwa sababu jambo linalogusa katiba haliwezi likawa la ajenda ya kikundi cha watu. Haliwezi likawa ajenda ya CCM peke yake, haliwezi likawa ajenda ya chama fulani peke yake, haliwezi likawa ajenda ya kikundi cha watu fulani. Lazima liwe ajenda ya Watanzania wote. Je, katika kipindi hiki, na katiba yetu inasema uchaguzi ni mwezi Oktoba. Je, katika kipindi hiki tunaweza tukayafanya hayo yote ya kushirikisha wananchi wote? Kwa sababu process zile za katiba mpya tu ile wakati ule tulichukua almost mwaka mzima. Sasa tunaweza tukafanya hayo? Ni dhahiri mtu anapodai kitu ambacho hakiwezekani, unajiuliza dhamira yake nini? Kwa hiyo niseme tu, uchaguzi chini ya falsafa ya Dr. Samia Suluhu Hassan ya maridhiano, maelewano, na wenzetu wengine ambao ni wadau katika mchakato wa hii wa kisiasa, ni vizuri wakatafakari hekima hii, busara hii na falsafa hii ili tuweze kuitendea haki nchi yetu. Kwa sababu mwisho wa siku maslahi yanayoangaliwa hapa ni ya Watanzania kwa ujumla wao, sio ya kikundi cha watu, ila ya Watanzania kwa ujumla wao. Tuna watoto, tuna wamama, mama zetu wako vijijini kule. Tukianza heka hapa, hakuna atakayebaki. Naje heka hizo zinatulazimu kweli tuingie kwenye heka hizo? Lazima sana tuingie kwenye heka. Ukijiuliza, busara yako itakueleza ushirikije katika uchaguzi. Kwa hiyo mimi rai yangu ni kuombe ushiriki katika uchaguzi na upeleke elimu hii kwa watu wengi iwezekanavyo juu ya ubaya wa kudai kisichotekelezeka katika mazingira kama